Siri imefichuka. Siri hiyo ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo imepigwa pale visiwani Zanzibar, ambapo Simba Sport Club tumeona ameibuka na ushindi mnono wa goli 1-0 na kutoa ubingwa wa Muungano Cup. Sasa siri imefichuka. Siri hii ni kuhusiana na matumizi ya uchawi, yani imani za kishirikina. Sasa hapa tunaenda kuangalia, je, ni imani gani na timu gani ambayo imetumia imani za kishirikina kule visiwani Zanzibar. Tunakuletea hapa Tubone Media. Taarifa kamili tunayo, cha msingi ni kutusikiliza na kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho. Kama wewe ni mara yako ya kwanza unatuangalia na unapenda vitu ambavyo vina trending kwenye upande wa soka na michezo na burudani hapa Tanzania, basi mahali pako ndipo hapa. Hakikisha umesubscribe. Hii ni Tubone Media na mimi ni Tubone, na hivi ndio vitu ambavyo tunavifanya hapa Tubone Media. Kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa leo tunaenda kutazama what a match ambayo imepigwa kule visiwani Zanzibar. Ni dabi ya Kariakoo ambayo imehamia kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex, ambapo Simba Sport Club tumeona kwa mara ya kwanza anaibuka na ushindi mbele ya Young African. Sasa ipo siri ambayo imemfanya Simba Sport Club aibuke na ushindi kwenye mechi hiyo, na siri hii tunaenda kuifumbua hapa Tubone Media. Sasa je, ni siri gani hiyo? Lakini kabla ya kutoa hiyo siri, twende tukatazame nature ya mchezo, kwa maana mchezo ulikuwa ni mgumu sana kwa pande zote mbili, ambapo Simba Sport Club kwenye game hii aliingia kama underdog ambaye amepoteza mara 6 mfululizo mbele ya wasimu wake Young African. Young African aliingia kifua mbele, kwa maana aliingia kwa kujiamini mbele ya Simba Sport Club, kwa sababu Young African ndiye mbabe mara 6 mfululizo mbele ya wekundu hao wa Msimbazi. Na ukianza kuangalia nature ya football aliocheza Simba Sport Club ni kumheshimu Young African, kwa maana alikuwa nyuma ya mpira, yani alikuwa anazuia mashambulizi na akishambulia kwa counter attack ama kwa kushtukiza, lakini Young African yeye alitawala mchezo, lakini pia alikuwa anashambulia kwa kawaida sana, kwa sababu alikuwa anajiamini sana Young African. Sasa kitu ambacho kimegeuka leo hii ni kwamba Simba Sport Club ameweza kuvunja historia kwa mara ya kwanza, ambapo dakika 90 zimemalizika za mchezo huo kulikuwa hakuna sare, yani kulikuwa hakuna goli, yani ni sare ya bila kufungana, sare ya 0-0, kitu ambacho kiliwalazimu kwenda dakika za nyongeza, yani dakika 120. Na hii yote ni kwamba bingwa lazima apatikane, kwa sababu ilikuwa ni finali ya Muungano Cup. Hivyo basi wakaenda dakika 120, lakini Clatous Chota Chama ndiye ambaye ameamua gemu hii ya wekundu hawa wa Msimbazi. Amesababisha penalty. Edmund John anamchezea vibaya Clatous Chota Chama ndani ya eneo la boxi. Refa kutoka Kenya ambaye ameitwa kuchezesha dabi hii ya Kariakoo, kwa maana timu zote mbili Simba na Young Africans zilikuwa zinasema hazina imani na marefali kutoka Bongo. Hivyo basi refa kutoka Kenya ndiye ambaye amechezesha timu hii, na hivyo basi refa kutoka Kenya akaamuru ni mkwaju wa penalty. Mkwaju huo wa penalty akapewa dhamana ya kupiga ni Selemani Mwalimu ambaye amemuuza Jiji Jiara na kukwamisha mpira wavuni, na Simba ilikuwa ni sherehe, kwa maana ndio ambapo wamevunja historia na wameanza mwanzo mpya mbele ya wasimu Young African. Goli hilo la Selemani Mwalimu kupitia mkwaju wa penalty basi ilitosha kabisa kuwapa Simba Sport Club ubingwa wa Muungano, na Simba Sport Club amechukua ubingwa, kwa maana bingwa wa Muungano alikuwa anachukua takribani milioni 150 mshindi wa kwanza, lakini mshindi wa pili alikuwa anachukua milioni 100. Hivyo basi Simba Sport Club ameibuka na ushindi na kuchukua milioni 150 mbele ya watani wake wa Young African. Sasa Young African wanasema haijaisha mpaka iishe, kwa maana dabi hii ilikuwa ni finali za Muungano Cup, lakini wanarudi tena Dar es Salaam kupiga dabi nyingine tarehe 3 pale Meja Jenerali Samuyo, ambapo Simba Sport Club ndiye anakuwa mwenyeji wa mchezo huu, ambapo Young African anakuwa mgeni. Ni tarehe 3 hapa. Hivyo basi Young African wamejipanga kivyovyote vile kulipa kisasi mbele ya Simba Sport Club, na ikumbukwe hii ni NBC Premier League. Mchezo huu ni muhimu kwa pande zote mbili, kwa maana Simba Sport Club anahitaji kupunguza idadi ya gap la pointi aliyopitwa na Young African. Hivyo basi Young African pia anahitaji kuongeza idadi ya gap la pointi ambalo amempita Simba Sport Club. Sasa nini kitatokea kwenye huo mchezo? Tunasubiri dakika 90 za muamuzi, lakini mchezo huu ambao unataraji
umekuwa mgumu sana, lakini mchezo ambao umepigwa Zanzibar bwana, ni imani ambazo zimehusishwa kwamba ni imani za kishirikina, kwa maana klabu zote mbili hizi zimekuwa zikiamini sana, zikiwa zikihusishwa na imani ambazo sio rafiki. Kwa mfano kama mchezo ambao ulitaraji kupigwa pale Benjamin William Mkapa, ambapo Simba Sport Club walisema amekuja na mbuzi, lakini Young African pia wanasema waliingia kwenye uwanja kufanya manuva. Sasa hapo jana kuna vitu ambavyo vimeibuka mpaka sasa hivi bado vijajulikana ni vitu gani, lakini ni vitu ambavyo vinakiashiria imani za kishirikina. Tupo kwenye upelelezi kujua je, ni vitu gani hivyo na klabu gani ambayo imehusika. Tupo kwenye upelelezi kwa ajili ya kukuletea hapa Tubone Media. Hivyo basi kama unataka ujue ni vitu gani na je ni klabu gani ambayo imehusika, suni tunakuletea hapa Tubone Media. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kisha mkao wa kula kwa kupata taarifa, kwa maana utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa kutoka kwetu. Hii ni Tubone Media na mimi ni Tubone, na hivi ndio vitu ambavyo tunavifanya hapa Tubone Media. Hadi wakati mwingine, keep watching. Bye bye.